Subscribe Miujiza TV. Niaje mwanafamilia ya Miujiza TV, niaje wewe ambaye tayari umesha subscribe Miujiza TV, umesha follow kupitia Instagram na TikTok @Miujiza TV na kuifanya Miujiza TV ndio sehemu yako ya kupata update. Asante sana kwa Mabati Zone Tanzania. Hawa ni wauzaji wa mabati aina zote mtu wangu, fanya kama unawacheki then kila kitu kinaenda poa. Yes, hopeful uko poa, lakini today kwenye TBT ya Miujiza TV tunakuletea mtu ambaye imara sana ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa sasa. Jina lake limekuwa likiimbwa sana, lakini sifa zake na muda si mrefu amefanya kitu kikubwa sana ndani ya klabu kubwa sana ambayo inapatikana hapa nchini Tanzania. Yes, bwana si mwingine hapa nakuletea Mr. Mifumo, kocha wa bori. Yes, kwa jina anaitwa Fadlu Ragaman, almaarufu kama Fadlu Davis. Alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1981 huko Cape Town. Ni mchezaji mstaafu wa Afrika Kusini, lakini mshambuliaji ambaye alicheza katika klabu ya ligi kuu ya Premier Soccer League ya Maritzburg United. Kabla ya kustaafu kwake alikuwa mfungaji bora mara 2 katika ligi ya kwanza ya taifa ya Afrika Kusini. Fadlu Davis tangu kustaafu kwake mwaka 2012 amehudumu kama kocha msaidizi wa Ernest Middendorp katika Maritzburg United. Wakati Middendorp alipoondoka Maritzburg United mwaka 2016, Fadlu Davis aliteuliwa kuwa kocha wa muda wa Maritzburg United kwa mara ya 3 katika kazi yake. Ndugu yake Mahia Davis aliteuliwa kuwa msaidizi wake. Baada ya kuwasili kwa Logadesa, Davis alirejea katika nafasi yake kama kocha msaidizi wa Maritzburg United. Hata hivyo, baada ya mechi 7 tu alirudia nafasi yake kama kocha wa muda. Baada ya Desa kujiuzulu, Fadlu Davis alikuwa kaimu kocha wa muda wote mwaka 2016 hadi 2017 South Africa Premier Division. Tarehe 1 Julai, Maritzburg United ilitangaza kuwa Fadlu Davis angekuwa kocha wa kudumu baada ya kuonyesha uwezo mzuri akiwa kaimu kocha. Alikuwa anahusika katika mechi 9 za mwisho wa msimu, akishinda 4, sare 3 na kupoteza mechi 2 tu. Msimu wa kwanza kabisa wa Fadlu Davis kama kocha, timu haikuwa na mafanikio. Ilipata pointi 4 tu kwenye mashindano ya kufuzu mwaka 2018-2016 CAF Confederation Cup, na pia walifungwa katika fainali za mwaka 2017-2018 Nedbank Cup, ambapo ilikuwa nafasi yao ya mwisho ya kufuzu kwa mashindano ya CAF. Timu ya Fadlu Davis ilicheza mechi 15 za ligi na kushinda mara 1 tu. Tarehe 24 Desemba, Maritzburg United ilimfuta kazi Fadlu Davis. Davis alirudi kuwa kocha msaidizi. Wakati huu Orlando Pirates FC amekuwa katika nafasi hiyo tangu tarehe 15 Januari 2019. Fadlu Davis alijengia sifa na kuendeleza wachezaji vijana baada ya kutoa fursa kwa wachezaji kama vile Sifesi Hile Ndiof, Bandile Shandu na Mkondi Diamini. Yes, bwana huyo ndo Fadlu Davis. Kuna mengi na mengi ameyafanya kwenye sports, lakini kwa sasa tunazungumza Fadlu Davis yuko Msimbazi Mnyama, ambao juzi kati wametoka kuqualify na kuingia nusu finali kwenye kombe la shirikisho. Bwana huyu ndio Fadlu Davis. Wewe mtazamo wako upoje kusana Fadlu Davis? Je, anakuvutia au anazingua? Mimi sina mengi, nikwambia asante kwa kufuatilia Miujiza TV, asante kwa kusubscribe Miujiza TV, lakini asante kwa kutufollow kupitia Instagram na TikTok @Miujiza TV. Yes, nadhani tunaona na hizi ndo picha ambazo
kitambo na hiyo Faldo Davis alikuwaje, umeelewa, sijui wakati anakipiga. Fundi mzuri wa boli, na ndio maana tunaona Simba kwa sasa ina shine. Bye bye. Subscribe Miujiza TV.